السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. इस आयत का तर्जुमा है Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu yadahullahu taala ibn Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni hivi: enyi mlioamini, msifuate nyayo za shetani, na atakayefuata nyayo za shetani basi hakika yeye huamrisha mambo ya aibu na maovu, na lao kuwa si fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake asingalitakasika miongoni mwenu hata moja kamwe, lakini Mwenyezi Mungu humtakasa amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni asikiaye na ajuaye. Halifa mtukufu wa yadahullahu taala bin Nasr al-Aziz anasema kwamba shetani ni mdui wa manadamu tangu azali na ataendelea kuwa mdui wake. Hii si kwa sababu ya hii kwamba shetani ana nguvu ya kubaki milele na milele, bali hii ni kwa sababu ya hii kwamba wakati mwanadamu alipoumbwa Mwenyezi Mungu alimpatia hiari kwamba atafanya kazi yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa anajua kwamba watumishi wake watasalimika katika mashambulio ya shetani, na uadui huu wa shetani si uadui waziwazi kwamba anakuwa mbele hadharani na anapambana na manadamu, bali yeye kwa njama mbalimbali na kwa kudanganya na kwa sababu ya tamaa za dunia, na yeye kwa kumchochea manadamu anampeleka mbali
manadamu katika mwema na analeta karibu na maovu. Shetani alimwambia Mwenyezi Mungu kwamba kwa maumbile umeumba manadamu, kama maumbile ya manadamu ni kwamba anaweza kuelekea upande zote, basi mimi nitamlazimisha anifuate, kwa sababu manadamu ataelekea upande wa maovu zaidi kuliko mema. Ukiniruhusu mimi nitamshambulia kwa njia zote na nitampoteza kwa kupitia njia zote, isipokuwa wale ambao ni watumishi wako haswa, wao watasalimika, watakoka katika mashambulio yangu. Mashambulio yangu hayatafaa kwao. Min ghairi ya hawa watumishi wako wengi ni wale ambao watakaofuata nyayo zangu. Mwenyezi Mungu alimruhusu, na wakati alipomruhusu alisema kwamba wale watakaofuata nyayo zako nitawatia motoni. Lakini Mwenyezi Mungu pamoja na hayo yote alianzisha nidhamu ya kutuma mitume wake, na kwa kufanya hivi alimwelekeza manadamu katika njia za mema na alimfundisha njia za kuboresha dunia yake na akhira yake. Na vile vile Mwenyezi Mungu alimbainisha hii pia kwamba shetani ni mdui wenu waziwazi. Yeye kwa mawazi ya huruma hata wapatieni faida, bali anawaiteni kwenye hasara na uovu. Na wakati wa hisabu ya wanadamu utakapowadia, yeye shetani atasema wakati ule kwamba niliwaiteni kwenye maovu, kwenye tamaa na kwenye tabia ya kufanya dhambi, na niliwaiteni kinyume na amri za Mwenyezi Mungu. Lakini nyinyi mlikuwa na akili, wenye akili, kwani hamkutumia akili yenu? Kwa nini muliitikia sauti yangu ya kufanya maovu na mulitanguliza sauti yangu juu ya sauti ya Mwenyezi Mungu? Basi sasa nyinyi mupate adhabu kwa sababu ya vitendo vyenu. Mimi sina kosa lolote. Lengo langu lilikuwa kufanya uadui na nanyi, na hii tayari nimeshafanya. Sasa muendelee kuchoma katika moto wa motoni. Basi hivyo ndivyo shetani anakuwa mdui wa wanadamu. Ndani ya Qur'ani tukufu pia Mwenyezi Mungu ametuonya kutoka katika mashambulio na njama za shetani. Aya hii niliyosoma mbele yenu, katika aya hii pia Mwenyezi Mungu amesema kwamba shetani ataendelea kumfuata mwanadamu. Shetani alipomwambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi nitamshambulia kutoka kwa upande kulia kwake na kushoto wake na kwa upande zote, kwa kusema hivi shetani alianza kufanya kushambulia mwanadamu sawa na kauli yake. Vile vile shetani anasema hii kwamba kwa kukaa njia iliyonyoka nitamshambulia mwanadamu. Sasa mtu anadhani kwamba mimi nashika njia iliyonyoka, nafuata njia iliyonyoka, basi mimi nimesalimika katika mashambulio ya shetani. Lakini wazo hili ni kosa la mtu huyo. Wale ambao ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ilishuka juu yao na wale ambao walikuwa wapotevu, wao pia mwanzoni walikuwa wakifuata njia iliyonyoka. Wao mwanzoni walikuwa wafuasi wa Musa alayhi salam, kisha walikuwa wafuasi wa Isa alayhi salatu wassalam, lakini wao walijiingiza katika ushirikina na maovu na wakawa
wenye kumkufuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi Mwenyezi Mungu akasema kwamba mwanadamu anapoamini hata katika hali hii pia shetani hamwachi, bali anaendelea kumfuata na anampoteza. Na watu wengi kwa kudanganywa na shetani na kwa kukubali maneno ya shetani wanapotea. Hata wale ambao ni waislamu wao pia wanaritadi na wanakuwa fasiki kwa kumfuata shetani. Basi hii ni hatari kubwa sana ambayo ni hatari ya shetani. Hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu tu ambayo inaweza kumwokoa mwanadamu kutoka katika hatari hii, na fadhila za Mwenyezi Mungu inamwokoa kutoka katika hatari hii. Mwenyezi Mungu katika mwisho wa aya hii waliwatuliza waaminio kwa kusema hii kwamba Mwenyezi Mungu ni Samii, yani yeye ni asikiaye. Basi nyinyi mnalazimika kugonga mlango wake na mnalazimika kumuita yeye, na muendelee kumuita Mwenyezi Mungu bila kuchoka, na nyinyi muendelee kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kufanya maombi. Katika hali hii yule mtu ambaye ni ajuaye, anajua hali ya watumishi wake, waja wake, yeye atakapoona kwamba mtumishi wangu kwa kweli kweli ananiita katika hali hii, Mwenyezi Mungu ataweka nguvu ya imani moyoni mwa mtu huyo, kwayo atasalimika katika mashambulio ya shetani na atapata nafasi ya kuboresha imani yake, na atapata nguvu ya kuepukana na maovu. Basi wakati shetani aliposema kwamba mina ghairi ya watumishi wako wengine wote watanifuata, mtu ambaye ana akili anatakiwa afikirie. Mtu mwaminio ambaye ni mwaminio haswa anatakiwa afikirie kwa maana namna gani tunaweza kuwa watumishi haswa wa Mwenyezi Mungu. Katika aya hii Mwenyezi Mungu ametuambia tiba ya kuwa waaminio haswa, kwamba nyinyi muepukane na aibu na maovu, muepukane na mambo ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi, na yule ambaye atakaepukana na maovu haya rehema ya Mwenyezi Mungu itamtakasa, na yule ambaye ametakaswa na Mwenyezi Mungu basi anakuwa mwaminio haswa, na shetani hawezi kuja karibu na watu wa aina hii. Hazur anasema tunatakiwa tukumbuke kitu hiki pia, kwamba shetani hashambulii mara moja, bali yeye anashambulia polepole. Kwanza yeye kwa kutia uovu mdogo katika moyo mwanadamu anasema kwamba haileti madhara uovu huu mdogo, na huu si dhambi kubwa sana, lakini maovu haya madogo madogo yanamhimiza kiasi hiki kwamba anafanya maovu makubwa, dhambi kubwa baadaye. Hii si lazima kwamba ujambazi na uizi ni dhambi kubwa, bali ovu wa aina wowote unapoharibu amani ya jamii na mazingira, basi ovu ule unakuwa dhambi kubwa, na mwanadamu hahisi na hajui kwamba anafanya nini katika hali hii. Basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba ikiwa nyinyi mnataka kujitakasa, ikiwa mnataka kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika hali hii, ikiwa pande moja mnatakiwa kwamba muendelee kufanya juhudi ya kuepukana na maovu, mnalazimika kuepukana na nyayo za shetani. Vile vile nyinyi kwa kuja katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu mnalazimika kufanya juhudi ya kujitakasa. mnalazimika
kumuita Mwenyezi Mungu na kuomba msaada wake kutoka kwake. Bila hii mtu hawezi kuepukana na mashambulio ya shetani. Halifa mtukufu anasema kwamba leo mimi nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, kwa sababu watu wengine wanakuwa na swali mioyoni mwao kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu aliumba shetani, kwa nini hakuadhibiwa siku ya kwanza, na kwa nini hakuangamizwa siku ya kwanza. Ikiwa shetani angeangamizwa siku ya kwanza, ufisadi usingepatikana duniani. Kuhusiana na hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ameandika sehemu moja, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kujibu swali hili kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu aliumba shetani, kwa nini hakuadhibiwa. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema kwamba jibu lake ni hili kwamba kila mmoja analazimika kukiri kwamba kwa ajili ya kila mwanadamu kuna vitu viwili vinavyomvuta. Kitu kimoja kinachomvuta ni kitu cha kumvuta kwenye mema, na kitu kingine kinachomvuta ni kitu cha kumvuta upande wa maovu. Kama hii ni wazi kabisa kwamba baadhi wakati mwanadamu anakuwa na wazo la kufanya maovu na yeye anaelekea upande wa maovu kiasi hiki kwamba yeye anavutwa na kitu chochote upande wa maovu, anapata mawazo ya kufanya maovu. Lakini baadhi wakati anapata mawazo ya kufanya mema kiasi hiki kwamba anaona kwamba anavutwa na kitu chochote upande wa mema. Baadhi wakati mtu kwa kufanya maovu baadaye anaelekea upande wa mema na anajuta na anaona kwamba amefanya kitendo kibaya. Baadhi wakati anapata hali ya aina hii kwamba anamtukana mtu na anampiga, baadaye anajuta na anahisi moyoni mwake kwamba nimefanya kitendo kibaya. Lakini wakati mwingine anapomtendewa vizuri anamuomba radhi na anajuta kwamba amefanya maovu. Amesema kwamba nguvu hizi zote mbili zinapatikana ndani ya mwanadamu, zinapatikana katika maumbile ya mwanadamu. Katika sheria ya dini tukufu ya Islam, uwezo huu wa mema ni lamma malak na uwezo wa maovu ni lamma shaitani. Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema kwamba wanafalsifia wanakiri hii tu kwamba uwezo hizi zote mbili zinapatikana ndani ya mwanadamu, yani uwezo wa maovu na uwezo wa mema. Lakini dini tukufu ya Islam imesema kwamba nguvu na uwezo wa mema ni lamma malak na nguvu na uwezo wa maovu ni lamma shetani. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam anasema kwamba ingawa wanafalsifia wanakiri kwamba nguvu hizi zote mbili zinapatikana ndani ya mwanadamu, lakini Mwenyezi Mungu ambaye anaonyesha siri zake na anaeleza siri zilizofichika na anatoa mambo yaliyofichika, yeye amesema kwamba nguvu hizi zote mbili ziliumbwa. Yule ambaye analeta mambo ya mema ni malaika na Ruhul Qudus, na yule ambaye analeta mawazo ya maovu anaitwa shetani au iblis. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam anasema kwamba wenye akili na falsafia ya zamani wameona kwamba jambo hili si jambo la ufedhuli, bali wanaona kwamba jambo hili ni sahihi, yani moyoni mwa mwanadamu kuna nguvu ya maovu, vile vile nguvu ya mema pia inapatikana. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salam ameeleza zaidi kuhusu hii kwamba nguvu hizi zote zinapatikana ndani ya mwanadamu. Ninyi mnaweza kusema kwamba hizi ni nguvu mbili, au mnaweza kusema kwamba hii ni Ruhul Qudus na shetani, lakini kwa vyovyote ninyi hamwezi kukataa nguvu hizi zote mbili. Na kwa sababu ya kuumbwa vitu hivi vyote, lengo la kuumbwa vitu hivi vyote ni kwamba mtu aweze kupata ujira wa mema yake.
kwa sababu ikiwa maumbile ya mwanadamu yangekuwa ya aina hii kwamba angelazimika kufanya mema na yeye asingependa kufanya maovu, katika hali hii angefanya kazi mema, asingepata ujira wake, kwa sababu angefanya hivi kwa sababu ya maumbile yake. Lakini maumbile yake yanakuwa ya aina mbili. Yeye yule ambaye anafuata mwema anapata ujira wake. Amesema kwamba bila shaka ndani ya moyo wa mwanadamu kuna ilham ya aina mbili, yani ilham ya mema na ya maovu. Basi ni dhahiri kwamba vitu hivi vyote haviwezi kuwa sehemu ya kuumbwa kwake, yani wakati yeye alipoumbwa hazikuwa sehemu ya maisha yake. Vitu hivi vyote vinahitilafiana, yani mema na maovu ina ihtilafu. haiwezi kutokea kwamba wakati wa watoto wake mema na uovu ulikuwa unapatikana ndani ya mwanadamu. Amesema kwamba vitu hivi vyote vinahitilafiani na mwanadamu hana uwezo juu yake. Kwa hiyo inaonekana kwamba vitu hivi vyote vinapatikana kutoka kwa nje, yani anapata athari ya maovu na mema kutoka kwa nje, yani polepole anapozidi katika mema, anapozidi katika maovu. Hii ni kwa sababu anapata athari kutoka kwa nje. Na jambo la ajabu ni kwamba hali hizi zote za malaika na shetani, vitabu ya mabaniani pia vinakiri na vinakubali, na hata wengine pia wanakubali, bali vitabu vyote vilivyoshuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu vinakiri hali hizi zote mbili. Basi katika hali hii kukutaa ni inaonyesha ujahili ya mtu. Vile vile inafaa kuandika hii pia, yule ambaye haachi tabia ya shari mwenyewe anakuwa shetani, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe alisema kwamba wanadamu pia wanakuwa mashetani. Na hii kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu hawaadhibu, yani swali hili linapatikana kwamba ikiwa mtu amekuwa shetani, kwa nini Mwenyezi Mungu hamwadhibu? Jibu lake ni hili kwamba kwa ajili ya kumwadhibu shetani Mwenyezi Mungu ameweka siku maalum. Basi tunatakiwa tusubiri siku ile iliyoahidiwa, yani Mungu alisema kwamba ataadhibiwa siku maalum. Siku ile iwe ya hapa au ya baadaye, lakini tunatakiwa tusubiri siku ile. Mashetani wengi wameshapata adhabu na wengi watapata adhabu sawa na ahadi ya Mwenyezi Mungu. Kisha kwa kueleza jambo hili kwamba kuna vitu gani ambao kwayo shetani anaita na ni kina nani ambao wanafuata nyayo za shetani, na kuna vitu gani ambavyo kwa kupata mtu anaweza kuipekana na nyayo za shetani. Kuhusiana na hii Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba shetani inaita kwenye uongo, dhulma, kumwaga damu na kuchelewesha kazi, na vile vile katika kibri, na anaita kuhusu maovu haya. Yani yeye kwa shauku sana na kwa mapenzi sana anaita upande wa maovu haya kwamba mufanye maovu haya, na dhidi yake kuna hulka njema. Na hulka njema ni subira na kujizama katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kutotegemea dunia, na imani na ufaulu ni hulka njema. Na huu ni mwito wa Mwenyezi Mungu, yani upande mmoja shetani anaita na upande mwingine Mwenyezi Mungu anaita. Mwanadamu anakuwa katikati ya vitu hivi viwili, na anakuwa katikati ya mvuto huu. Basi yule ambaye ana maumbile mazuri na anakuwa na tabia nzuri, yeye hata kama shetani anamuita sana, lakini yeye kwa sababu ya baraka ya tabia njema mwanadamu anamwelekea Mwenyezi Mungu.
hata kama shetani akimuita, lakini yule ambaye anakuwa na tabia safi na nzuri, yeye kwa sababu ya tabia yake anamwelekea Mwenyezi Mungu. Na katika hali hii mwanadamu anainama mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mungu anamwezesha kwamba yeye anamkimbilia Mwenyezi Mungu badala ya kumbilia shetani, na yeye anapata utulivu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema, kwa ajili ya kila kitu nishani zinapatikana, madamu nishani hizi zisipatikane kitu hiki haiwezi kujihakikisha. Angalieni kwamba mtu anatambua madawa mbalimbali. Kuna madawa ya kienyeji na vile vile kuna vitu vingine. Kwayo madawa zinatengenezwa, na hayo yote yalijulikana kwa sababu ya uzoefu wa muda mrefu. Ikiwa mganga ajue kwamba vitu vile havina faida, basi mganga atamtupa mbali vitu vile, hatatumia. Mwenyezi Mungu ameeleza ndani ya Qur'an tukufu kwamba imani inapoingia moyoni mwa mwanadamu, mara baada ya hali hii adhma ya Mwenyezi Mungu, na anajua maana ya la ilaha illallah ni nini, hata Mwenyezi Mungu anaanza kuishi moyoni mwake, na maisha yake ya shetani yanakwisha, na maumbile ya shetani yanakwisha. Na hii ni baraka ya maumbile mazuri. Katika hali hii anapata maisha mpya, na maisha yale ni maisha ya kiroho, au museme kwamba inakuwa siku ya kwanza ya kuzaliwa kwake huko mbinguni. Wakati anapopata maisha ya kiroho kama mtoto anazaliwa, huu ni wakati ambamo anakuwa wa Mwenyezi Mungu. Kisha kwa kueleza kibri na hali ya shetani, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba mwanzoni Hadrat Adam pia alifanya dhambi. Katika dini inapatikana kwamba Adam pia alifanya dhambi na shetani pia alifanya dhambi. Zilikuwa dhambi mbili, moja alifanya Adam na nyingine alifanya shetani. Lakini Adam alikuwa hana kibri, ndiyo maana alikiri mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba amefanya dhambi, na kwa sababu ya hii dhambi yake ilisamehewa. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu amesema mtu akitubu dhambi zake zitasamehewa. Yani ikiwa mtu hana kibri na anakiri dhambi zake zote, anatubu na anaomba msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, katika hali hii anasamehewa na anategemea kwamba Mungu atamsamehe. Lakini shetani alifanya kibri, kwa sababu ya hii alilaaniwa. Kitu ambacho haikipatikani ndani ya mwanadamu, yani yeye hana uwezo. Mwenye kibri anaanza kudai kwamba yeye anao uwezo ule. Nyinyi hamna nguvu ya kufanya kibri, kwa sababu hamwezi, mtafika wapi na mnaweza kufanya nini? Ikiwa nyinyi hamna uwezo wa kupata kile kitu, basi katika hali hii kwa nini mnafanya kibri? Mwenye kibri bure anaanza kudai kile kitu ambacho hakimiliki. Manabii wanakuwa na sifa chungu mzima. Mojawapo ni kwamba kwamba wao wanakuwa wanyenyekevu sana, na wao wanaleta mauti juu ya nafsi zao, na wanaona kwamba sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu. Wale watu ambao hawafanyi kibri na wanakuwa wanyenyekevu, wao hawapotezi imani yao. Basi mnatakiwa muwe wenyenyekevu. Hii ni sifa kwayo mwanadamu anatakiwa anayo, pengine atafuata nyayo za shetani. Baadhi wakati mtu hahisi kwamba anafanya kibri,
ndiyo maana kwa makini sana tunatakiwa tuchunguze hali zetu kuhusiana na hii kwamba shetani jinsi gani anajaribu kumkamata mwanadamu na kumpoteza. Sayyidina alayhi salatu wasalam ameeleza sehemu moja kwamba kazi yenye dhambi mtu hatakiwi afanye. Ikiwa mwanadamu hafanyi dhambi, yani dhambi haipatikani katika vitendo vyake, na asifanye kazi yenye dhambi, na asifanye kitendo ambacho kinaitwa dhambi, hata katika hali shetani anataka kwamba aendelee kubaki katika jicho lake, pua lake na sikio lake. yani mtu si mwenye kufanya dhambi ya kidhahiri, hata katika hali shetani anakuwa na hamu kwamba aendelee kukaa katika jicho lake, katika sikio lake na katika pua lake. Amesema anapoona kwamba yeye hapati ushindi kule, kisha anafanya juhudi kwamba angalau katika mabadiliko dhambi patikane. yani watu wengine hawafanyi dhambi ya kidhahiri, hawafanyi dhambi kubwa wala ndogo, wengine hawapati nafasi ya kufanya dhambi wala hawapati sababu ya kufanya dhambi, au kwa sababu ya haufu hawafanyi dhambi. yani kwa hali ya kidhahiri hawafanyi dhambi ya aina yoyote, lakini shetani katika hali hii pia anaendelea kufanya juhudi kwamba kwa njia yoyote atie begu la dhambi ndani yake, ikiwa ye hakujenga uhusiano mzuri na anataka akae katika moyoni mwake. Amesema shetani anaendelea kupiga vita mpaka mwisho, lakini yule ambaye anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, kule shetani hawezi kutawala. yani ikiwa mtu anakuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali hii shetani hawezi kuweka begu la dhambi katika moyo wa mtu. katika hali hii shetani anakata tamaa na anatengana, na kwa kushindwa katika malengo yake anahama na anaondoka, kisha habaki pale. basi kitu halisi ni kwamba mtu anatakiwa awe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. ikiwa atakapokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, katika hali mtu ataepukana na maovu mengi. Mwizi anaiba akijua kwamba hata kama mtoto anamuona atakuwa na hofu ya hata yule mtoto. basi madamu sisi hatuna hali hii moyoni mwetu kwamba wakati wa kufanya kitendo chochote au kila wakati tuwe na wazo hili kwamba Mungu anatuona kila wakati, ikiwa hali hii haipatikani, mtu hawezi kuepukana na maovu. baadhi wakati shetani kwa kutia dhana na mawazi ya mema anamlazimisha mtu afuate nyayo zake. wakati fulani kuhusu ufunuo na kuhusu mawazo ya nafsi ya mtu, mazungumzo yalikuwa yanaendelea. Sayyidna alayhi salatu wassalam wakati yule alisema kwamba watu wengine wanaona kwamba fikira ya nafsi zao ni ufunuo wa Mwenyezi Mungu, au inakuwa ilhamu ya shetani, na wanadhani kwamba hii ni ilhamu ya Mwenyezi Mungu, na katika hali hii wanadanganywa. ilhamu inayokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu inakuwa na shani na adhma sana, na maneno yale yanatoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. hakuna kitu chochote kinachofanana na kile kitu, kama inapatikana ndani ya Qur'ani tukufu, inna sanulki alayka qawlan thaqila. yani bila shaka sisi tutashusha juu yako maneno mazito sana, lakini shetani hawezi
kufanya hivi. Hadithu nafs ni sawasawa na ilham ya shetani. Mtu amepata uwezo wa aina mbili, ya kwanza ni malaika na ya pili ni shetani. Kana kwamba katika miguu yake kuna kamba mbili, shetani anamsaidia katika kuboresha imani yake, kama inapatikana ndani ya Qur'an tukufu, ayyadahum biruhin minhu, yani Mwenyezi Mungu kwa kuleta ilham yake anawasaidia, na upande mwingine shetani anamhimiza katika upande wa maovu. Kama Mwenyezi Mungu anasema fawaswasa, vitu hivi vyote haiwezi kufanana. Dhulma na nuru inapatikana ndani yake. Ikiwa mtu hajui kuhusu kitu chochote, si maana yake kwamba kile kitu haikipatikani duniani. Yani ikiwa mtu hana elimu ya kitu chochote, si mradi wake kwamba kile kitu haikipatikani. Amesema kwamba kuna ajabu chungu mzima zaidi ya dunia hii. Ulimwengu huu ulioumbwa na Mwenyezi Mungu, zaidi ya hii pia kuna ajabu chungu mzima za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu katika kul auzu birabbin nas ameeleza wasiwasi ambazo shetani anatia mioyoni mwa watu siku hizi, hususan katika zama hii ambayo inaitwa zama mpya. Katika zama hii mtu anaendelea kumsahau Mwenyezi Mungu. Ni shetani ambaye anatia wasiwasi moyoni mwa watu, na wasiwasi kubwa ni kwamba kuhusu sifa ya Rab makosa yaletwe. Kwa mfano, kwa kuona mali chungu mzima ya watu, au kuona watu matajiri waone kwamba hawa wanatulea, kisha kwa kueleza jambo hili kwamba namna gani shetani anatia wasiwasi na namna gani tunaweza kuipukana na wasiwasi hii, kwamba hawa matajiri ni wanatimiza mahitaji yetu, au min ghairi ya Mwenyezi Mungu kuna Mungu mwingine ambaye anaweza kutimiza mahitaji yetu. Sayyidina Muhammad anasema kwamba ndiyo maana Mwenyezi Mungu amesema kwamba tupate ulinzi wa Rab ambaye ni Rab wa ulimwengu. Yani Mungu amesema kwamba mufanye maombi haya kwamba mimi niwe chini ya ulinzi wa Rab haswa. Kisha mtu anaanza kudai kwamba wafalme na watu matajiri ni wale ambao wanatimiza mahitaji yetu, lakini Mungu amesema kwamba maliki nas. Kisha matokeo yake ni kwamba watu wanaanza kuamini kwamba viumbe ni miunge na wanaanza kutegemea vitu hivi. Ndiyo maana Mungu amesema ilahi nas, yani mwabudiwa ni Mungu tu. Hizi ni wasiwasi tatu. Kwa ajili ya kuondoa wasiwasi hizi tatu, kuna heri hizi tatu zilizoelezwa ndani ya sura An-Nas, na shetani anatia wasiwasi hizi tatu. Katika Taurati jina lake amepewa Nahash, ambaye alikuja kwa Hawa, yani huyu anashambulia kwa kujificha. Hii inaonyesha kwamba Dajjal pia hata lazimisha, bali atashambulia kwa kujificha ili mtu asijue kuhusu yeye. Mambo ya kisasa yanayopatikana siku hizi na vifaa vya dunia vinavyopatikana duniani, au kwa jina la elimu, watu wanahimiza ili watu waende mbali na Mwenyezi Mungu, na serikali pia zinafanya kazi hii, na vyama mbalimbali pia vinafanya kazi hii, kwamba kwa jina la haki za wanadamu wanafanya kazi hii, kwamba angalieni dini inawalazimisheni kwamba mfanye hivi, la ilhali manadamu wanatakiwa awe na uhuru. Wao wanatia vitu hivi mioyoni mwa watu polepole, na hii kazi yote anafanya shetani. Na katika kazi serikali pia inafanya kazi kwa jina la haki za wanadamu, au kwa jina la haki za wanawake wanafanya kazi hii.
na vyama pia wanafanya kazi hii. Sehemu yoyote wanafanya kwamba wanapeleka mbali na dini, kila mwaminio anatakiwa aelewe kwamba hapa shetani anataka kutushambulia, na nguvu hizi au kazi hizi ni za dajjali ambazo zinafanya kazi hii. Kisha amesema kwamba hii si sahihi, kwamba shetani mwenyewe alimwendea Hawa. Kama siku hizi anakuja kwa kujificha, wakati ule pia alienda kujificha, alikuwa si mtu ambaye alimwendea. Hivyo ndivyo shetani anatia wasiwasi. Shetani anatia wasiwasi moyoni mwake. Shetani alitia moyoni mwa mpinzani wa dini wasiwasi, na pepo ambapo Adam alikuwa akiishi, pepo ile alikuwa ardhini. Mtu mbaya alitia wasiwasi moyoni mwake. Katika sura ya kwanza ya Qur'an tukufu, Mungu aliposema maghdhubi alaihim na waladhdallin, msiwe pamoja na watu hawa, yani enyi waislamu, nyinyi msifuate sifa za mayahudi na nasara na wakristo. Katika hii kuna bishara kwamba watu waislamu wengine watakuwa na tabia hii, yani wakati utafika miongoni wa waislamu watakuwa sawa na mayahudi na wakristo, kwa sababu amri inatolewa kuhusu jambo kwalo watu wengine watafanya kitendo kile wakati fulani, kwa kueleza jambo hili kwamba tunatakiwa tutangulize dini juu ya dunia. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba watu wa aina mbili wanapatikana. Ya kwanza ni wale ambao kwa kusilimu wanafanya biashara ya dunia na wanajizama katika dunia, na shetani anawashambulia. Mimi sisemi kwamba msifanye biashara. Masahaba walikuwa wakifanya biashara, lakini wao walikuwa wakitanguliza dini juu ya dunia. Wao walisilimu. Baada ya kusilimu walipata elimu ya uhakika na kweli kweli ambayo ilijaza mioyo mwao kwa maarifa. Kwa sababu ya hii wao hawakutetemeka kwa sababu ya mashambulio ya shetani, wala hakuweza kuwazuia katika kufanya mema. Mradi wangu ni hii kwamba wale ambao wanakuwa watumwa wa dunia, wanaangukia dunia, juu ya watu hawa shetani anapata ushindi. Kisha kuna watu wengine ambao wanakuwa na fikira ya maendeleo ya dini. Kundi hili linaitwa kundi la Mwenyezi Mungu, ambalo linapata ushindi juu ya shetani na wasaidizi wake. Mali inaongezeka kwa sababu ya biashara. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu amesema kwamba kuwa na hamu ya dini ni biashara, yani kuwa na hamu ya dini na kupata maendeleo katika dini pia ni biashara, kwa sababu mali ya dunia itabaki duniani, lakini mali hii ya imani itatufaa huko mbinguni katika akhira. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu amesema hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, je nisiwaambieni kuhusu biashara kwayo itawasalimisheni, itawakoeni katika adhabu imizayo. Amesema kwamba biashara nzuri ni biashara ya dini ambayo inatuokoa katika adhabu imizayo. Mimi pia kwa maneno haya ya Mwenyezi Mungu na wasihi kwamba hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Basi tunatakiwa tufanye biashara ya aina hii. Tunatakiwa tufate njia kwazo imamu wa zama hizi, mitume wa Mwenyezi Mungu na Sayyidina alayhi salatu wasalam anatuita, ili tusifuate nyayo za shetani, na kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu tusalimike katika adhabu imizayo. Kisha kuhusu kutukumbusha kwamba muipukane na dhambi zilizofichika, Sayyidina alayhi salam anasema kwamba mtu anapopata shida, hii inakuwa kwa sababu ya kosa la mwanadamu mwenyewe. Mtu anapopata shida akisema kwamba hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu, si hivyo, bali mtu mwenyewe anakuwa mwenye makosa. Mwenyezi Mungu hana makosa. Watu wengine wanaonekana ni wema,
na mtu anashangaa kwamba kwa nini amepata shida katika maisha yake au kwani hakuweza kufanya mema fulani, lakini ilhali anakuwa na dhambi zilizofichika, na kwa sababu ya hii hali yake inafikia hapa. Mwenyezi Mungu ni msamehevu na mremehevu. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu haonyeshi dhambi zake zilizofichika, lakini dhambi zilizofichika zinakuwa mbaya zaidi kuliko zile zilizojulikana. Hali ya dhambi pia ni sawasawa na maradhi, kwa sababu kama ni maradhi mkubwa mtu mmoja anajua, lakini kuna maradhi mengine zilizofichika. Hata baadhi wakati mgonjwa mwenyewe hajui kwamba yeye ana ugonjwa wenye hatari fulani. Hata mganga pia baadhi wakati hawezi kujua kuhusu maradhi ile. Hatimaye maradhi ile inafika katika hali ya hatari sana. Baadhi wakati inatokea hivi kwamba maradhi ile inafika katika stage ya mwisho. Baadhi wakati kuna wagonjwa wa cancer, anaonekana kwamba ni mtu mwenye afya nzuri, lakini mara moja inajulikana kwamba ana cancer, na cancer imefika katika stage ambapo hakuna tiba yake, madawa yake, na katika mwezi mmoja mtu anakwisha anafariki. Basi amesema kama ugonjwa haujulikani, vile vile kuna makosa ya wanadamu ya ndani ambayo polepole yanampeleka katika maangamio. Mwenyezi Mungu aturehemu. Mwenyezi Mungu amesema kadhafalha man zakkaha, atafaulu yule ambaye atakayetakasa nafsi yake. Lakini kutakasa nafsi ni sawasawa na mauti. Madamu mtu haachi hulka mbaya, mtu hawezi kutakasa nafsi yake. Hulka zote ambazo ni mbaya, ikiwa nyinyi hamaachi, kwa hiyo shetani anataka kuwapelekeni na kuwaelekezeni. Madamu nyinyi hamwachi hulka hizi mbaya, hamwezi kutakasa nafsi zenu. Kila mtu anakuwa na shari ndani yake, na ile shari inakuwa shetani yake. Madamu yeye haui shetani yake, hawezi kufaulu. Basi kama niliwahi kueleza kwamba tunatakiwa tuombe ulinzi wa Mwenyezi Mungu kila wakati, na tuendelee kuchunguza hali yetu kwa ajili ya kumuua shetani. Namna gani tunatakiwa tufanye juhudi kuhusiana na hii? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema manabii wanafuata sifa za Mwenyezi Mungu kweli kweli, kisha Muislamu haswa ni yule ambaye anafuata sifa za manabii. Maswahaba walielewa vizuri siri hii. Wao walifanya utii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi kwamba wao walikuwa hawakujali kuhusu nafsi zao, na yeyote aliyewashuhudia aliwakuta kwamba wao wamejizama katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu na katika utii wake, na wao walikuwa wanamfuata mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi sikilizeni kwamba katika dhama hii, ikiwa hali ile haipatikani, madamu utii ule haupatikani uliopatikana ndani ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hali hii madai yenu hayawezi kuwa sahihi kwamba nyinyi wafuasi kweli kweli. Mwelewe vizuri kwamba ikiwa Mungu haishi ndani yenu na nyinyi sifa za Mwenyezi Mungu hazipatikani ndani yenu, maana yake ni kwamba bado shetani ana athari yake juu yenu. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba sisi kwa kuhalisisha imani yetu tuwe wa Mwenyezi Mungu, tuweze kuepukana na kila maovu na ubaya, tuweze kuepukana na kiburi ya kila aina, na tuendelee kufanya juhudi ya kutakasa nafsi yetu ili tuweze kupata fadhila za Mwenyezi Mungu. Sisi tumtegemee Mwenyezi Mungu, na yeye awe Mungu wetu, yeye awe mwabudiwa wetu, na sisi tuendelee kumuita yeye.
na tuendelee kuepukana na nyayo za shetani. mwenyezi mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.